Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wapenzi watazamaji wa chaneli tupendwa ya Ustadh Shafi Online TV. Ama kwa hakika leo tupo tena mbele yenu kuwapa habari mbalimbali ambazo zinapatikana katika chaneli hii. Tunakuomba uwe pamoja nasi mwanzo mpaka mwisho kwenye kufuatilia vipindi vyetu na vile ambavyo vilivyopita, ili uweze kuwa kwanza kupata matukio yanayopatikana katika chaneli hii. Basi uweze kusubscribe, uweze kucomment, kushare na kulike, na usisahau kubonyeza alama ya kengele baada ya kusubscribe. Leo tena tupo na Sheikh Shafi, mwalimu wetu ambaye kwamba anatupa mafunzo ya dini, mafunzo ya jamii ambayo kwamba sisi tuko nayo na vile mbalimbali tunavyoweza kuvielekea juu ya ufahamu na mwenendo mzima wa maisha yetu. Lakini leo tunataka kumfahamisha Sheikh Shafi na sisi atufahamishe pia kwa majambo ambayo yanaendelea katika hali ambazo tuko nazo sehemu mbalimbali. Na mambo ambayo tuko nayo, tumetoka katika mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini sisi Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kila mmoja mwezi huu ameuchukua kwa fursa yake. Nikiwa na maana kuna wengine kwa maana wamefunga na kuna wengine wamefanya majambo mbalimbali. Lakini wakati sisi ambao sasa tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tukifanya ibada ya funga, wale ambao wasiokuwa Waislamu wamechukua nafasi hii kwenda kufanya uharibifu zile sehemu ambazo hazijui dini, na wao wameenda kupandikiza na kuambia watu kuwa kwamba Ukristo na kutangaza imani zao, ikafika hatua zaidi na kuweza kuwaritadisha wale ambao ni Waislamu. Sasa leo Ustadh Shafi Online TV ambayo ipo chini ya usimamizi wa Sheikh Shafi ina jambo la kukueleza wewe mtazamaji wetu juu ya chaneli hii na shekhe kwamba ameandaa kitu gani kwa hoja hii ambayo imetokea katika vijiji mbalimbali, na yeye Sheikh Shafi dhamira yake au azimio lake ni lipi kwenda kutetea hali hizi ambazo kwamba katika mwezi wa Ramadhani wenzetu walichukua fursa na kuweza kuwatajisha watu. Karibu Sheikh. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, nataka niwaambie jambo kwamba Uislamu unapigwa vita kwa sasa hivi kila mahala tunapoelekea. Sheikh Said, ukiingia kwenye mitandao utakuta vijana walioko katika mitandao wanafanya kazi ya kuutukana Uislamu, wanafanya kazi ya kumtukana Mwenyezi Mungu. Inafika mahala wanafanya kazi hata ya kumtukana mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo nimekuwa napokea simu nyingi sana kuambiwa Sheikh Shafi kuna live huko zinatukana sana, lakini licha ya hao ambao wamejipanga kuwa katika mitandao kutukana, hata ukiwauliza kwa nini mnamtukana Muhammad, hawana sababu ya msingi. Kuuliza kwa nini mnaitukana Qur'an, hawana sababu za msingi. Kuulizwa kwa nini hamtaki Uislamu, hawana sababu za msingi. Sijui kwa nini wanaishia tu katika matusi. Lakini sisi Qur'ani inatukataza Sheikh Said kuwatukana watu, kwa sababu tusije tukamtukana Mungu wetu wa kweli. Maana ukimtukana mtu yeye Mungu wake wa uongo, lakini atarudisha matusi kumtukana Mungu wako wa kweli. Kwa hiyo Qur'ani inatukataza sisi matusi kutukana. Lakini nafasi ya pili ambayo wenzetu wanachukua, unajua wenzetu kuna taasisi nje zinapigania sana kufa kwa Uislamu. Yaani wanahisi Uislamu ndio kitu ambacho kinachowakalia mbele, wasifanye vile ambavyo wanavyohitaji kufanya. Sababu Sheikh Said, Uislamu ni dini ambayo imekamilika na inampangia mtu sheria kitu cha kufanya. Unaweza kuwa umetafuta pesa wewe, lakini Uislamu ukakupangia pesa zako nini cha kutumia, nini ufanye. Kwa sasa Uislamu unapigwa vita kwa sababu ndio dini ambayo inazuia mambo machafu yasifanyike. Sababu ukiwa Muislamu kweli wa Uislamu, basi kuna vitu Uislamu vinakukataza kuvifanya na kuna vitu vinakuruhusu wewe kuvifanya. Sasa leo yametengenezwa makundi mengi sana kupita vijijini kwa watu ambao dini yao ndogo. Unajua vijijini dini ndogo. Umeona huu mkasa wa juzi tu umetokea wapi sijui Mpanda, mashehe wamekataa kumswalia maiti. Unaona wananchi wamekuja juu, kwa nini mashehe wamekataa? Sasa unaujiuliza swali, na maana maiti katika wale ndugu, hakuna ndugu anaweza kuosha maiti. Hakuna ndugu anaweza kuswalia maiti. Hakuna ndugu anaweza kuzika. Kwa sababu taratibu za msiba mtu anazikwa na ndugu zake kustiri ile aibu yake. Hii inakuonyesha kwamba bado watu elimu ya dini hatujaifahamu.
Lakini nenda katika sehemu mbalimbali katika mitandao utakuta imamu anayeswalisha huko vijijini mtihani mtupu, au hutuba inapotolewa mtihani mtupu. Mimi nadhani Sheikh Said unafuatilia na unaona hivyo vitu. Lakini watu kama hawa sasa, wenzetu upande wa pili wanachukua sasa advantage kubwa sana, wanachukua advantage kubwa sana katika hilo. Kwa nini wanachukua advantage? Wanakwenda kuwazungumzisha watu wasiofahamu Uislamu ni nini, au mtu kafahamu Uislamu kwa sababu babake alikuwa tu Muislamu au wazee wake walikuwa tu Waislamu. Kwa hiyo wanakwenda na hoja ambazo hazina maana sana, hoja zao, kwa sababu ni hoja za kutengeneza. Kwa hiyo tulienda kuliloda, mtu anasimama anasema, Waislamu kwa nini mnaswali? Mungu katualimsha kuswali. Hapana, Mungu alikuambieni mswali baada ya kuona mmeswali sana, akateremsha aya aqimu salata, simamisheni nini? Swala. Sasa kusimamisha ni kuendeleza, wanaambiwa hapana. Unapotembea ukaambiwa simama, unafanyaje? Simama. Kitendo cha kutembea kinamalizika muda ambao mnaambiwa nyinyi msimame. Kwa hiyo na nyinyi mmeswali, lakini Mungu anakuambieni simamisheni swala, lakini kwa jeuri yenu mnaendelea nini? Kuswali. Wanaunganisha haya fawailul, wanaoswali sasa watapata adhabu. Haya, mtu kaujua Uislamu kwa babake na mamake hajasoma dini, anaambiwa kumbe ukiswali unapata adhabu. Kwa fikra yao wanadhani kwamba Mungu amesema kwamba inatosha sasa hapo mliposwali. Kuswali hapo tena msisimamishe. Lakini kwa sababu ya jeuri yenu mnaendelea, ndipo sasa Mungu anasema fawailul swalina, basi mtapata adhabu kali kwa kuendelea kuswali. Kwa hiyo wanawaambia maneno haya, wanawaambia watu wasiojua dini. Kwa hiyo wanaenda na misaada mingi, watasaidiwa watu nguo, watasaidiwa hivi, watasaidiwa hivi, kila kitu watasaidiwa. Kwa hiyo wale watu wanakuwa wepesi kuachana na Uislamu kwenda katika dini yao, kwa sababu sisi watetezi wa Uislamu hatuendi huko. Mara ngapi unakuta Sheikh Said wa Masai wanalalamika mashehe wafiki? Mashehe tumebakia tunagombea misikiti Dar es Salaam, mashehe tumebakia tunagombania kutingisika katika IC, lakini zile kazi za kuendea vijijini hatutoki tukaenda. Sasa hili ni tatizo. Sasa sisi kama sisi tumejipanga kupita katika vijiji. Sheikh Said tumepanga kupita katika vijiji vingi sana kwenda kuwazindua Waislamu kwamba Uislamu ndio dini, Uislamu ndio dini ambayo Mungu anairidhia. Wale waliosahau na kuwaita wale wengine wasiofahamu Uislamu kuwaelezea utamu wa Uislamu. Yani Mungu katika dunia hii dini anayokubali ni dini moja, nayo ni Uislamu. Ndio anasema katika Qur'ani, inna dina inda Allah al-Islam, dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Kwa hiyo tunaomba kupitia kwa Waislamu ambao Allah kawajalia wana neema. Kuna mtu mmoja anaweza tukusema safari na gharimu kiasi gani mtu akatoa peke yake, lakini tunaomba wale watu wanaoishi katika nchi za Uarabuni, wenzetu Mungu kawajalia mna pesa, nguo zenu mkivaa mwezi mmevua hizo nguo hamzivai tena, wapo maskini wanahitajika, na wataona mmewafanyia jambo la kheri sana kuwafanyia hivyo. Kwa hiyo Saidi tunawahimiza watu walioko sehemu mbalimbali, kanzu zile, makoti, mabaibui, yote tunayapokea, ili mdadi tukienda vijijini na sisi tukagawe kwa maskini ambao wanaortadi kwa sababu ya mavazi. Na hapo Sheikh Shafi kwamba huenda sasa watu pia wa upande wa pili, kwa maana wanachukua hii advantage kwamba kuona sasa tuwajali kwa chakula, tuwajali kwa nguo, ndio sasa kuwampatikiza hiyo na kuweza kuwatarisha. Na watu ukiwapa chakula na nguo wanaona umewafanyia jambo kubwa. Kuna sehemu sisi tulienda mpaka mtu anauliza, Wakristo wamekuja hapa wamenipa chalane, wewe Uislamu mimi umenipa nini? Unaona? Unatakiwa sasa ukae naye chini. Uislamu hautoi hela. Uislamu uko hivi, wewe ndio unatakiwa ufuate Uislamu hivi. Unaanza kumuelekeza yule mtu kwa ushahidi wa vitabu Uislamu ulivyo. Kwa hiyo tuwaambie watu ambao wana uwezo wa kanzu zao, wana uwezo wa hijabu zao, wana uwezo nguo zao, watoto wanavaa siku 2-3, basi watutafute kwa namba ambayo inayopita hapo chini, ili tuweze kuikadiria hiyo safari na kwenda, na wataona vile wanavyovitoa. Sababu sisi tuna desturi sasa hivi tumepanga kwamba kila tunapoenda tukifanya mkutano tutaurekodi, na vile ambavyo mnavyovitoa Sheikh Said wataviona. Lakini mahitaji bado yanahitajika, vifaa vya kwenda kutangazia dini, usafiri, kama mtu ana uwezo kujitolea gari yake tupate usafiri kwa ajili ya kwenda. Bado tunahitajika makamera, tunahitajika gharama za kuishi kule. Kinachotuponza sisi Sheikh Said kwamba hatuna bajeti.
ambaye anaweza kutoa pesa ili tukaenda vijijini. Hatuna sponsor huyo. Kwa hiyo mwisho wa siku unatoka hapa unakwenda kutangaza dini, alafu wale watu unaowakuta unawaomba wakusaidie kula na kulala. Umeona iko Sheikh Said? Kitu kigumu sana tunachokifanya. Lakini kwa sababu hatuna jinsi ndio tunafanya. Lakini tungekuwa tunatoka na bajeti zetu hapa. Hii bajeti miezi miwili mitatu na kwenda kuishi vijijini. Watoto watakula, vyombo vitapatikana, wahadhiri watasafiri. Kuna mahala tunashindwa kusafiri kwa magari ya mabasi, unahitajika upate gari ndogo ndo upite. Utapata wapi? Kwa hiyo unafanya hii kazi kwa dhiki. Kuna maeneo hauwezi kufika kwa sababu ya gharama ambazo zinatakiwa zitumike. Lakini wenzetu wakipiga simu 2-3 nje, misaada inakuja, wanaingia mpaka vijijini kurtadisha watu. Na ndio maana makundi ya Kikristo leo yamekuwa mengi. Kila mahala unapokwenda unakutana na injili. Ukifika Kariakoo kituo cha basi unakula injili. Ukienda Mbagala kituo cha basi unakula injili. Unajua kitu kikiwa kinasikika sana, watu wanakiona kama cha kweli. Hivi mimi nikuuliza Sheikh Said, wewe hujui kama Tigo Pesa, Tigo hawa Yasi wana Tigo Pesa, hujui? Najua. Kwa nini matangazo kila siku? Yes Pesa, yes Mix. Kwa nini kila siku matangazo? Wakati si tunajua, lakini kila siku jambo linatangazwa. Unajua kile kutangaza sana. Mtu linamuingia. Linamuingia na wenzetu wanavyofanya. Ukenda uwanja ndege nje unakula injili. Ukenda sio wapi unakula injili. Ukenda wapi yani wametamba wao tu. Sasa mpaka vituo vya mabasi na viredio vile wanavyo. Lakini waambie Waislamu watu wa kufanya hayo hapo, lakini nyinyi mnawezeshaje ili tuweze kufanya? Shida inaanzia hapo sasa. Hakuna sponsor. Waislamu wengi wapo kupiga takbira Sheikh Said. Yaani ukiangalia kwenye mitandao mcomment zile, mashallah Sheikh Shafi, Mungu akujalie hivyo mpaka kiyama. Mungu ananajiliaje mimi? Sasa wewe unanipenda, mimi nakwendaje vijijini? Dini ni kutendeana, division of labor, mgawanyo ule wafani ule. Adinu amila, dini ni kutendeana. Mimi ninafanya kazi ya kwenda kupigania dini. Wewe wezesha. Sawa Sheikh Said? Wewe fanyaje? Wezesha. Lakini leo mimi nikienda natafuta gharama zangu ndio niende, ndio kujionia Biblia. Askari gani anakwenda vitani kwa gharama zake? Hata wanajeshi wa Tanzania wakienda Komoro wapi huko Kongo wanaenda kwa gharama zao? Hapana, kuna watu wanawezesha ili watu waende. Na si tupo katika kupigania dini. Tunaomba watu wawezeshe ili twende tukapigania dini.